Wanajeshi, polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama vya nchini Marekani vimejikuta kwenye wakati mgumu kutuliza maandamano makubwa yanayoendelea katika jiji la Los Angeles kupinga sheria za uhamiaji zinazolalamikiwa kukandamiza wageni, ikiwa ni sera ya rais wa taifa hilo Donald Trump. Kwa mujibu wa shirika la habari la CNN, polisi wa Los Angeles wametumia milipuko ya mabomu ya machozi kutawanya waandamanaji hao na baadhi yao kupigwa na kukamatwa. Lakini kwa mujibu wa mtandao wa Al Jazeera ulioripoti leo Jumatatu Juni 9 kwamba ghasia hizo zilizuka jijini Los Angeles kutokana na hatua ya waandamanaji hao ambao licha ya kufunga barabara kuu ya 101 ya jiji hilo, pia walirusha fataki na chupa za moto zilizolenga moja kwa moja vikosi vya usalama na kusababisha uharibifu mkubwa wa magari ya polisi na watu binafsi yaliyokuwa eneo hilo. Kufuatia hali hiyo, rais wa Marekani Donald Trump amepeleka wanajeshi 2,000 wa kikosi cha kitaifa National Guard kuimarisha ulinzi. Kwa mujibu wa shirika la BBC, Rais Trump amepeleka wanajeshi 2,000 wa kikosi cha kitaifa National Guard kuimarisha ulinzi. Vile shirika la habari la CNN limeripoti kuwa Rais Trump anajipanga kupeleka wanajeshi wengine 500 wa kikosi cha kivita cha Marines. Inaelezwa kuwa watu wasiopungua 27 walikamata Los Angeles kufuatia vurugu hizo, huko Rais Trump akiwataja waandamanaji hao kuwa ni waasi waliolipwa. Mkurugenzi wa shirika la upelelezi wa Marekani FBI Kesh Patel ameahidi kurejesha utulivu, akisema kuwa jiji la Los Angeles liko chini ya mashambulizi ya kihalifu na wahalifu wa mitaani. Katika hatua nyingine, machafuko mengine yameripotiwa katika kijiji cha San Francisco kaskazini mwa California, ambapo polisi wamethibitisha kuwa wamewakamata watu wasiopungua 60 baada ya mapambano kati ya waandamanaji na maafisa wa usalama. Hii ni TMC News Update kimataifa. Mimi ni Ronald Sonyo. Endelea kutufuatilia ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi tunapozipakia hewani.